Bwana asubuhi ya leo. Ndio katibu wetu wa jimbo huwa anasema mpigie jirani yako makofi ya hapa mbele. Unampongeza kwa kuhudhuria ibada, mpigie makofi ya hapa mbele. Alafu mpigie Yesu Kristo makofi ya pale juu. Nisikie vigeregere, shangwe na vigeregere na miruzi kwa ajili ya Yesu Kristo. Jamani, amina. Amen. Umependeza sana na kupigia makofi ya hapa mbele. Lakini Yesu wetu tumpigie makofi ya pale juu. Amen. Asante sana. Kama unaweza kusimama itakuwa baraka zaidi. Kila mmoja anaweza kusimama, asimame. Leo tunafanya ibada maalum ya kuzindua mwaka kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu tunajua kwamba mwaka huu ni mwaka wa Roho Mtakatifu hapa kanisani kwetu. Jamani, haleluya. Mwambie jirani yako, sijui kama unajua huu ni mwaka wa Roho Mtakatifu hapa kanisani kwetu. Anasemaje? Anajua? Basi kama unajua, tumpe Bwana makofi ya pale juu. Kwa hiyo leo tutazindua mwaka mpya 2026 kwa Roho Mtakatifu. Ndio. Hatujawahi kufanya kitu kama hiki hapo zamani, lakini Mungu ametaka tufanye kitu kama hiki mwaka huu. Kwa hiyo tutasoma andiko la mwaka huu pamoja. Utanifuatisha, una haja hata kuchukua Biblia yako, utanifuatisha. Baada ya andiko hilo tutafanya maombi ambayo utanifuatisha pia. Baada ya maombi hayo itakuja kwaya kuimba wimbo kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Ikimaliza nitarudi tena hapa. Jamani, haleluya. Sema, kwake uko mkono wa mwili, ila kwetu yuko Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Vizuri sana. Kama ulikuwa umesahau, sasa tutarudia kwa nguvu. Useme kutoka moyoni, kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Mwaka huu tutayategemea maneno ya Mungu wetu na mtumishi wake katika nyumba hii ya ibada, katika jina la Yesu. Mwaka huu tutayategemea maneno ya Bwana na mtumishi wake katika nyumba hii ya ibada, katika jina la Yesu. Sema amen. Sema tena amen.
Utaomba maombi haya sasa, maombi maalum ya kujiweka wakfu ili Roho Mtakatifu awe pamoja na sisi mwaka wote na tuone matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yetu kwa mwaka huu 2026. Utaomba maombi haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Ninatambua kuwa siwezi kufanikiwa maisha yangu ya Kikristo bila msaada wa Roho wako Mtakatifu. Turudie tena. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Ninatambua kuwa siwezi kufanikiwa maisha yangu ya Kikristo bila msaada wa Roho Mtakatifu. Naomba unijaze kwa Roho Mtakatifu. Nijalie kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Rudia tena. Naomba unijaze kwa Roho Mtakatifu. Unijalie kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Uniongoze, unifundishe na nisaidie kuishi maisha yanayokupendeza. Uniongoze, nifundishe na nisaidie kuishi maisha yanayokupendeza. Nijaze kwa upendo wako, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Sitaki niongozwe na mwili, bali niongozwe na Roho wako. Sitaki mwaka huu niongozwe na mwili, bali niongozwe na Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba haya kwa unyenyekevu mkubwa. Amen. 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 Utukufu kwa Yesu Kristo.